Uhali gani mtazamaji wa Al-Nur Online TV. Karibu katika kipindi chetu maalum. Leo hii tutakuwa na mgeni wetu katika kwenda kuzungumzia masuala mbalimbali yanayohusu afya ya uzazi kwa vijana. Kama tunavyofahamu kwamba vijana ni kundi ambalo linakumbwa na changamoto mbalimbali kutokana na mabadiliko yao ya kimwili, kiakili na kihisia. Hivyo mabadiliko haya yanahitaji kupatiwa taaluma sahihi ili makuzi yao yakuwe katika mustakbal ulio mzuri. Kama tunavyofahamu, tusipomwahi kijana na mapema, basi tunaweza kumtengenezea mazingira magumu kadri anavyoendelea kukua. Hivyo kwa kulisamini hilo, moja kwa moja leo nimemwalika mgeni wangu ambapo tutakwenda kuzungumza mengi katika mustakbali mzima wa vijana kwenye masuala haya ya afya ya uzazi kwa vijana. Langu jina naitwa Othman bin Ali, na kuambia msikilizaji, ungana nasi kwa kututazama hadi tamati ya kipindi hichi, nikiamini kwamba tutakwenda kujifunza mengi juu ya mustakbal wa vijana wetu, lakini kujua nafasi ya mzazi na mlezi katika afya ya uzazi kwa kijana. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Habari za asubuhi? Alhamdulillah. Naitwa Wanu Bakari Khamisa. Naam. Ni mratibu wa huduma za uhamasishaji na mabadiliko ya tabia katika afya ya uzazi. Naam. Nafanya kazi kitengo shirikishi cha afya ya uzazi na mtoto, kitengo ambacho kiko ndani ya Wizara ya Afya. Asante. Naam, shukran sana Biwanu Bakari Khamis, ambaye msikilizaji kama alivyojitambulisha ni mratibu wa uhamasishaji na mabadiliko ya tabia katika afya ya uzazi, ndo ambaye tutakuwa naye. Bila shaka unaposikia afya ya uzazi unajua kwamba ni mada ambayo kila mmoja inamgusa, ikiwa mwanamke, ikiwa mwanaume. Hivyo nikwambie usikae mbali na redio yako, lakini kwa wale ambao wanatutazama kupitia TV yetu Al-Nur Online TV, na pia watatuona mubashara bila shaka wakati huu. Biwani, karibu sana. Asante sana. Karibu sana, na moja kwa moja tuianze mada yetu ili na wasikilizaji wakapate fursa pana ya kuweza na wao kuweza kutoa mchango wao. Tunazungumzia juu ya afya ya uzazi. Afya ya uzazi ni nini? Asante sana ndugu mtangazaji. Afya ya uzazi ni ile hali ya kiwiliwili kuwa salama, hakina tatizo lolote la kiafya, na vile vile kiakili kuwe hakuna tatizo lolote la kiafya, na kisosiolojia kuwe hakuna tatizo lolote la kiafya. Tukenda maalum kwa afya ya uzazi pia, na kusiwe na tatizo lolote ambalo linahusiana na mambo ya afya ya uzazi. Pale tunasema hiyo ndo afya ya uzazi. Naam. Lakini afya ya uzazi kwa vile wiki hii tunaadhimisha siku ya mtoto wa kike. Siku ya mtoto wa kike, kwa hiyo tumelenga kuzungumza na vijana wetu kuhusu masuala ya afya ya uzazi. Tumesema hii ni fursa kwa vile tutapata kuzungumza na wazazi pamoja na vijana kuhusu utolewaji wa afya ya uzazi katika vituo vyetu vya afya na jamii zetu kwa ujumla, kwa sababu huduma zetu hazitolewi tu katika vituo vya afya. Baadhi ya muda huwa tunakwenda mpaka katika jamii katika suala zima la kuelimisha jamii kuhusu matumizi ya afya ya uzazi na afya ya uzazi kwa vijana. Naam. Na tuende moja kwa moja kwenye afya ya uzazi kwa vijana kwa siku ya leo, kwa sababu tukisema afya ya uzazi ni pana sana. Naam. Lakini tuende maalum kwa afya ya uzazi kwa vijana. Naam. Kama nilivyosema, afya ya uzazi ni kuhakikisha kwamba mtu anakuwa salama kiwiliwili, kiakili na kisosiolojia, na awe hana tatizo lolote ambalo linahusiana na afya ya uzazi. Na tukienda maalum kwa vijana, hii mada ni muhimu kwao kwa sababu vijana wanapata changamoto kubwa katika kukabiliana na matatizo ya mabadiliko ya kimwili. Kijana katika kipindi cha umri wa miaka 10 mpaka 18 kuna mabadiliko mengi ambayo yanatokezea ndani ya mwili wake, kutoka katika ile hali ya utoto na kuingia katika hali ya utu uzima. Nikisema hali ya utu uzima ni ile hali ambayo mtu ataweza kuingia katika masuala ya ndoa na
masuala ya uzazi. Kwa hiyo hapa katikati kuna mabadiliko mengi ambayo kijana anakumbana nayo. Kwake yeye ni changamoto kwa sababu vile vitu ambavyo anaviona vinakuwa ni kama vitu vya kushangaza. Ni curious, vitu vya kushangaza. Kwa hiyo anashindwa kujua vipi ataweza kwenda vizuri katika kipindi kile ili aweze kuepukana na matatizo mbalimbali ambayo vijana wanakumbana nayo. Kwa hiyo kipindi hichi ni kipindi kigumu kwa vijana, na ndio maana tukaweka huduma maalum kwa vijana ili tuweze kuhakikisha kwamba wanapita salama katika kipindi hichi cha kutoka kwenye utoto kuingia kwenye utu uzima. Kuna mabadiliko ambayo yanatokezea kimwili. Kuna matatizo kwenye kiwiliwili chake. Kuna mabadiliko ambayo yanatokezea kwenye akili, na kuna mabadiliko ya kisosiolojia, ni ule mwingiliano wake na jamii, ule mwingiliano wake na watu ambao wanamzunguka. Kwa hiyo kinakuwa ni kipindi kigumu kutokana na hayo mabadiliko, kwa sababu anashindwa kujua vipi aweze kwenda vizuri katika kipindi hichi ili aweze kuvuka salama. Wake tunasema kuvuka salama. Tukimkosa hapa kijana, kumweka katika mstari ambao jamii tunataka kijana wetu aweze kukua, tukimkosa hapa ndo tunaweza kuona huyu kijana anaendelea na zile tunasema tabia hatarishi ambazo ametoka nazo hapa kwenye ujana, anaendelea nazo mpaka kwenye utu uzima. Wale watu wazima ambao tunaona labda wana matatizo fulani hapo katika masuala ya kijamii pengine, na hawakuanzia pale tu kwenye utu uzima, kwa sababu sio kawaida mtu mzima kuja kuingia katika mambo ambayo tunasema ni ya changamoto au ambayo tunaweza tukasema ni tabia hatarishi. Muda mwingi anakuwa ameanza tangu katika kipindi hichi cha ujana, na alikosa niseme elimu au huduma ambayo inastahiki ili aweze kuwa mwananchi bora au raia bora katika nchi yetu. Kwa hiyo tumeweka hizi huduma tuwasaidie vijana wetu, na tunawasaidia katika masuala yapi? Kwanza tunawapa elimu ya afya. Elimu ya afya kwa ujumla na elimu ya afya ya uzazi ili waweze kwenda vizuri. Nasema na yale mabadiliko ambayo yanatokezea katika kipindi hichi. Tunawapa huduma ambazo tunaweza kumuona na matatizo baada ya kumfanyia uchunguzi. Kwa sababu nilisema tuna vituo ambavyo tunakuwa tunatoa hizi huduma za afya ya uzazi kwa vijana. Kwa hiyo kama kijana tutamuona ana tatizo, anapokuja katika vituo vyetu tunakuwa tunampa huduma za matibabu pia. Vituo hivi rafiki kwa vijana. Vituo vya huduma ya uzazi na afya na huduma ya afya ya uzazi na huduma rafiki kwa vijana. Kwa hiyo anapokuja tunampa huduma ili tuweze kumsaidia aende vizuri, na yeye aje kuwa mama mzuri, na yeye aje kuwa baba mzuri yule kijana. Asante. Naam, tunaposema huduma za afya za uzazi kwa vijana, zile za msingi ni zipi ambazo huwa mnatoa katika kipindi hichi ambacho kijana ndo anapitia yale mabadiliko ama anayaona yale mabadiliko ya kimwili, kiakili na kihisia? Asante sana ndugu mtangazaji. Unajua kijana anaingia katika haya mabadiliko bila ya kujitambua kwamba haya ni mabadiliko ya lazima kutokana na ukuaji. Nasema mabadiliko mengine yanaweza yakamwathiri na yakampelekea katika matatizo mbalimbali ya kiafya. Kwa mfano, katika kipindi hichi tunasema umri wa miaka 10, kuanzia umri wa miaka 10 na wengine miaka 9 wanaanza kuingia katika umri wa kubaligh. Kuna dalili mbalimbali ambazo vijana wanaziona, lakini wanashindwa kujua ni kitu gani kile ambacho kinatokezea ndani ya mwili wao. Kwa hiyo kwanza tunawaelezea yale mabadiliko ambayo yanatokezea ndani ya miili yao, na yakitokezea yale mabadiliko nini cha kufanya. Na kitu kingine ambacho tunawapa ni ushauri nasaha. Ushauri nasaha kuhusu changamoto mbalimbali ambazo vijana wanazo. Unajua vijana wanajiingiza katika makundi, wanajiingiza katika masuala mbalimbali ya madawa ya kulevya, wanajiingiza niseme katika mahusiano na vijana wenzao ya kimapenzi katika umri mdogo ambao unaweza ukapelekea katika hatari ya kupata mimba za utotoni au mimba ambazo hazitarajiwi, na
Badala yake wengine wanaingia katika kutoa zile mimba ambazo wanazipata katika ule umri, kwa sababu hawajajitayarisha na pengine kapata ujauzito na mtoto mwenziwe, hata kama kapata na mtu mzima, lakini kwa umri wake bado hajafikia katika ule umri ambao tunashauri kijana wetu waweze kuzaa, kwa sababu mwili wake bado uko kwenye mabadiliko. Kwa hiyo ndani ya yale mabadiliko anakuja kupata ujauzito. Kwa hiyo inamletea athari za kiafya katika masuala mazima ya afya ya uzazi. Matokeo yake kuna hatari kubwa ya mama kuja kupata upungufu wa damu, kuna hatari kubwa ya kuja kupata matatizo wakati wa kujifungua, na tunaweza tukampoteza kwa sababu lile fuko lake halijaweza kumudu kubeba mtoto kwa wakati ule. Mwingine anavuka salama, alhamdulillah, na akivuka salama tuseme alhamdulillah, lakini wengine wanaishia kwenye matatizo, wanapasuka njia ya kizazi, wanapoteza damu nyingi hadi kupoteza maisha, au wanamwaga damu nyingi baada ya kujifungua. Na sio tu hivyo, wanachanika katika njia ya kizazi, ile njia ya uzazi na njia ya mkojo. Kwa hiyo matokeo yake anakuwa anatoka haja muda wote, au njia haja kubwa. Matokeo yake anakuwa anatoka haja kubwa wakati wote, na ile haja kubwa inapita katika sehemu ya uke. Kwa hiyo ni haya matatizo ambayo kijana wetu anaweza akapata kutokana na kubeba mimba katika umri mdogo. Iwano kuna maneno kwamba vijana wadogo hawa ambao umewaelezea, ambao ndio kwanza wanashuhudia mabadiliko ya kimwili na ya kihisia, kwamba kumeibuka wimbi la matumizi ya vidonge hivi vya P2 ambavyo vinatajwa kwamba ni vidonge vyenye kuzuia ujauzito. Hili likoje? Asante sana. Nasema sio tabia nzuri ya kutumia dawa yoyote bila kupata ushauri wa daktari. Sasa hivi tuna vituo vya afya, tuna dispensaries au hospitali binafsi ambazo pia zinatoa huduma za kiafya. Na tulisema P2, sio P2, kuna dawa za aina mbili ambazo ni hatari vijana wanatumia. Kuna hizo P2, kuna dawa nyingine inaitwa Misoprostol. Hii Misoprostol vijana wanatumia kwa ajili ya kutoa mimba. Na sio vijana, hata watu wanatumia. Lakini mtu mzima akitumia pengine kishapata watoto wake 2 watatu, kwa hiyo hata akipata changamoto alhamdulillah kizazi anacho. Lakini hao vijana wetu wanatumia P2 kwa ajili ya kukinga, na wale ambao walichelewa kutumia P2 wanatumia dawa ambayo inaitwa Misoprostol kwa ajili ya kutoa mimba. Baada ya kupata ujauzito anakwenda famasi ananunua hiyo dawa, akipata au anakwenda kwenye vituo vya afya anajieleza, anapewa hiyo dawa, anaekewa kwa watu ambao maana sio maadili kutoa mimba lakini kuna watu ambao wafati maadili. Anaweza akampatia ile dawa. Mtoto anaweza kaharibu ule ujauzito. Lakini anaharibu ujauzito katika njia ambazo sio salama, kwa sababu sisi hatutegemei mtu apate ujauzito wakati ule ujauzito hauna matatizo kwa mama, wala ule ujauzito wenyewe hauna matatizo kuweza kutoa. Tunategemea yule mtoto baada ya kuwa ameingia katika tumbo la mama tumkuze akuwe vizuri hadi muda wa kujifungua ufike. Tulisema kuhusu P2. P2 ni dawa ambayo tunatumia katika kuwakinga watu ambao hawajapanga kubeba ujauzito, na tunampa ndani ya masaa 24 kabla ile mimba haijatunga. Ndani ya masaa 24 kabla ile mimba haijatunga. Tumechelewa mpaka masaa 72 kwa ajili ya kukinga mimba zisizo tarajiwa. Na effect yake nini? Tusipomkinga huyu kama hakuplani kupata ujauzito, anaishia katika kutoa ule ujauzito ambayo athari yake ni kubwa zaidi kuliko kukinga. Hii dawa ya P2 ni dawa ambayo ina kiwango kikubwa cha hormone ambacho ndicho kinaleta mabadiliko kikafanya ile mimba isiweze kutunga. Hii dawa haitakiwi itumike kikawaida. Inatakiwa itumike kwa dharura tu, na mara chache kadri inavyowezekana. Sema mara chache kadri inavyowezekana, kwa sababu nasema ina kiwango kikubwa, kwa vile ni almost overdose. Kwa hiyo mtu kama atatumia hiyo overdose leo, akatumia overdose kesho, akatumia overdose kesho kutwa, ina maana anaupa sumu mwili wake, na unaweza ukamletea athari kubwa
ambazo baadaye anaweza akajikuta anahangaika katika kutafuta uzazi, au anaweza akapata matatizo mengine mpaka kwenye yale mayai ya kutolea zile mbegu za mama, kutolea yale mayai ya mama. Na miongoni ikiwa dawa hizi ambazo zinatajwa kutumika sana hasa kwa vijana wadogo ambao wengine wanatajwa kwamba wapo shule kabisa. Swala kwanza linakujaje? Inakuwaje rahisi kuzipata? Je, ni rahisi tu kijana kwenda kujieleza pharmacy au vituo vya afya na akapewa? Sio rahisi kuzipata. Lakini tunasema pengine haji mtoto mwenyewe moja kwa moja kununua ile dawa. Atakuja mtu mzima. Umeona Akija mtu mzima, unahisi mtu mzima tayari yuko kwenye mahusiano, unampa ile dawa. Hawa vijana wanahangaika na watu wazima pia. Umeona? Sasa yule mtu ambaye anahangaika naye anakuja kununua ile dawa. Na unahisi hii dawa itamsaidia huyu mwenzetu ili iweze kumwepusha na matatizo. Unampatia ile dawa. Kuna dawa nyingine zinauzwa mpaka kwa maandishi ya daktari. Lakini kuna dawa nyingine kama Panadol. Tunaweza kwenda katika vituo vyetu vya afya, hususan vya private, ukapewa bila ya kuwa na kuhojiwa sana. Lakini vile vile kuna watu tunasema wanakwenda nje ya maadili. Kuna watu wanaangalia pesa zaidi, wanaangalia biashara zaidi. Anaona huyu mteja kaja, kwa nini mteja nimpoteze? Kwa hiyo anampa ile dawa, matokeo yake ile dawa inatumika kinyume na utaratibu ambao umepangwa. Na bila turudi, ikiwa tunasema kwamba vijana kadiri wanavyoshuhudia mabadiliko, ndio kipindi ambacho bila shaka cha kumhendo vizuri kijana ili kuona kwamba anakuwa vizuri. Na ndio maana ikawa kuna afya ya uzazi kwa vijana, ambao mimi nasema afya ya msingi ya uzazi kwa vijana. Jamii inatakiwa ifanye nini mara vijana wanapoanza kuona mabadiliko? Ni kusudia kwamba pale vijana wanapopata ukubwa, nini kama mzazi au mlezi au jamii ifanye ili kuona kwamba vijana anakuwa vizuri? Na asante sana ndugu mtangazaji. Elimu ya afya uzazi tunatakiwa tuanze mapema. Tusisubiri tu mpaka pale mtoto tayari ameshaingia kwenye baleghe ndio tunaanza kumpa ile elimu, tutakuwa tumechelewa. Kwa hiyo ni jukumu la wazazi, ni jukumu la walimu, ni jukumu la watoa huduma za afya, ni jukumu la jamii kuelimisha vijana kuhusu swala zima la mabadiliko ya tabia. Kwa upande wetu wa hudumu wa afya, tunatoa hii elimu kwa vijana katika mashule. Na wale vijana ambao hawajafikia umri wa baleghe tunaanza kuhatarisha. Na tunawapa elimu kutokana na umri wao. Hatuwapi tuseme overdose. Kulingana na umri wao. Tunakwenda nao kidogo kidogo ili atapoingia katika ule umri wa baleghe ajue hichi ambacho ninakiona ni kitu gani. Tukichelewa pale, akiona kile kitu, mtoto anashindwa hata kuongea nyumbani, ana mhadithia mwenziwe. Mwenziwe tayari pengine kishafikia kwenye umri. Mwenziwe anamwambia ikitokea hiyo fanya hivi na hivi na hivi. Wazazi huko hawajui kwamba mtoto tayari ameshafikia kwenye ule umri na ameshaanza kuona yale mabadiliko ambayo mtu anaona anapobaleghe. Sio kwa mtoto wa kike tu, hata mtoto wa kiume anapoanza kuona yale mabadiliko, anakwenda kwa kijana mwenziwe. Nimeona hiki na hiki na hiki. Kijana mwenziwe anamwambia fanya hivi na hivi na hivi. Kwa hiyo matokeo yake kile ambacho ataambiwa na mwenziwe kinaweza kikawa ni kizuri, lakini kinaweza kikawa ni kitu ambacho kina athari katika swala zima la ukuaji kwake. Na ikiwa muda wetu umebakia mchache kabla kwa ruhusa wasikilizaji, swala linaweza kuja kwa wazazi, walezi na jamii wanaotusikiliza kwamba sisi si wataalamu wa afya. Je, sisi kwa sehemu yetu nini cha msingi tunatakiwa tuambie watoto wetu mara tu wanapoona yale mabadiliko? Ni elimu gani wawape? Ndugu mtangazaji, nilisema mabadiliko haya tusisubiri wakati ule ambao unahisi mtoto wako amebaleghe. Ukiona tu anakaribia kwenye ule umri, basi uanze kukaa naye na uzungumze naye, umwambie katika umri ule ambao yuko muda sio mrefu anaweza akaona mabadiliko. Na akiona mabadiliko nini aanze kufanya. Wazazi tunatakiwa tutoe elimu ya kawaida kwa watoto wetu. Tusisubiri tu limetokea tukio tukaanza kugomba. Kawaida tuanze
kusomesha. Kidogo kidogo ndio nasema tumpe elimu kulingana na umri wake kidogo kidogo mpaka atakapofikia katika ile hatua. Tuwe karibu na watoto wetu, tuwe na urafiki. Sisi tunasema huduma rafiki, sio tu katika vituo vya afya. Hii urafiki uweko mpaka nyumbani. Mzazi kama hayuko rafiki na mtoto wake, hawezi kuona mambo ambayo mtoto wake anapitia. Ataweza kuona mambo ambayo mtoto anapitia kama atakuwa yuko naye karibu na kuna urafiki. Hata mtoto mwenyewe atakuwa yuko wazi kumhadithia mzazi wake mambo ambayo au changamoto ambazo anakumbana nazo katika masuala mazima ya ukuaji. Na ikiwa kama kijana hakuweza kupatiwa elimu hii mapema ambayo tunasema ni muhimu sana, ni athari gani kubwa tutegemee kwa kijana huyu baadaye? Tulisema kama hakuweza kupatiwa elimu hii katika nisema zile taasisi ambazo zinahusika. Taasisi ambazo zinahusika hata nyumbani ni moja katika taasisi. Atapata ile elimu kwa vijana wenziwe. Atapata ile elimu kwenye mitandao ya kijamii. Na ile elimu ambayo ataipata kule haina mipaka. Ukitoa nyumbani utampa elimu kwa mipaka. Lakini akipewa na mwenziwe kutakuwa hakuna mipaka. Akiona kwenye mitandao ya kijamii, watoto wote sasa hivi wana simu. Na kama hana simu anatumia simu ya mzazi. Maana anakuambia nimepewa homework skuli, naomba simu yako nifanye homework. Tunawachia simu. Wakati anafanya ile homework hatujui anafika wapi na wapi. Na watoto wanajua kutumia hii mitandao ya kijamii kuliko ambavyo sisi wenyewe tunafikiria. Sasa hivi ukimpa simu atafanya vitu ambavyo wewe mwenyewe utashangaa. Kwa hiyo tusipompa elimu katika taasisi ambazo ni rasmi, mtoto atapata ile elimu katika taasisi ambayo sio rasmi. Na tulisema elimu ya kule haina mipaka. Atachukua pengine vyote ambavyo amepewa kule. Na tunaona athari zake. Watoto sasa hivi si watu wazima wenzetu. Watoto wanajihusisha na madawa ya kulevya. Watoto wanajihusisha na makundi mabaya. Kila siku tunasikia watu wanapigwa mapanga. Kila siku tunasikia watu wanakamatwa kwa masuala ya unga. Na wengi wao nasema hawa vijana. Na hao watu wazima ambao wako kwenye hayo makundi walianzia huko vijana kwenye ujana tukawakosa hawa. Matokeo yake ndio tunaona mpaka watu wazima sasa hivi wako wana tabia kama za vijana, wanaendelea kututesa katika jamii. Naam, shukrani sana Diwanu. Dakika ni 32 msikilizaji. Nafasi ni yako sasa. Nafasi ni yako sasa moja kwa moja kupitia nambari yetu ya 0776933926 0776933926. Msikilizaji, karibu sana. Bila shaka Diwanu kazungumza mengi. Sasa nafasi ni yako. Tunakukaribisha kuweza kutoa mchango wako. Kama kuna swali, una maoni, pia tunakukaribisha. Tunazungumzia juu ya afya ya uzazi ya msingi kwa vijana, kama ambavyo tumeweza kusikia kwa Diwanu matatizo mbalimbali yanayotokezea mara baada ya kijana kukosa mapema elimu hiyo. Kwenye line, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Njema sana. Sauti ya nani, napiga simu ukiwa wapi? Mama Fatuma kutoka Kombeni. Na Mama Fatuma kutoka Kombeni, karibu. Diwanu amezungumza mambo mengi sana. Ila mimi nilikuwa nataka kumuuliza kitu kimoja tu. Sana. Unakaa na mtoto hajakuwa mwari, yani tunasema hivyo, hajabale mtoto wa kike. Unamuona yeye ulichomwambia kazi yake kucheka cheka tu, hii inakuwa vipi? Usalama zaidi ya ndo hayo. Alafu jengine, unamkuta mama mjamzito kwa sababu ni afya ya uzazi, si ndio? Mama mjamzito ametoka ameenda clinic, tumbo pevu, anafika pale hana tatizo lolote, lakini daktari anamtia mkono huku kuanzia ncha vidole mpaka kwenye kikunjio. Ile pale inakuwa ni usalama zaidi au kumwongezea matatizo? Haya, asante, tukushukuru sana. Diwanu kayachukua hayo na atatuambia hii imekaaje kiufundi, kuna tatizo au ni sahihi hapo. Diwanu atatuambia. Msikilizaji, unaweza kunipigia kupitia nambari ya 0776933926, lakini pia unaweza kunitumia ujumbe mfupi wa maneno kupitia nambari ya 0623703630
na 4 pia nitakwenda kusoma jumbe fupi pale wakati utakapowadia. Kwenye line, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ni nani, uko wapi? Karibu. Jamani, Saifu niko kisiwani Pemba. Naam. Kwa kweli tumejifunza mambo mengi, elimu ni nzuri, na kwa kweli hii elimu inahitajika wazazi, hasa saa hizo wazazi tuifanye kazi. Inahitajika wazazi tuifanye kazi, lakini nimeona kwamba kutokana hakuna ule ushirikiano wa mzazi kukaa na mtoto wake afahamishe utaratibu huu au kumpa elimu kama hiyo ambayo tuliambiwa hapo. Ule utaratibu labda saa hizi kwa kweli hakuna. Wazazi wengi wanaona aibu kukaa na watoto wao au kukaa labda wakaweza kuambia maneno hayo, kwa sababu kuna aibu. Labda kama wao wamejipangaje kwenda katika baadhi ya vijiji pengine kutoa elimu hiyo, kufika mpaka vijiji wakatoa elimu kama hiyo, labda hilo wamejipangaje? Naam. Bana swali. Tunakushukuru sana. Kwenye line, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Al-akhir yangu Osman bin Ali. Habari za Unguja habari? Ni njema sana. Kwa faida ya wasikilizaji, sauti ya nani, uko wapi? Ni sauti ya Salum akipiga simu kutoka Machengo kubwa Mzambarauni. Naam. Salum kutoka Machengo kisiwani Pemba, karibu. Shukrani. Mimi kidogo nilikuwa nina swali, lakini pia nina mchango kidogo kwa ufupi sana. Mchango kwanza ni kwamba mimi nasema kwamba tukaeni na vijana wetu kuweza kuwafahamisha haya mambo, wala tusione haya, kwa sababu sasa hivi tumeanza kwamba mabadiliko na vijana wengi huwa wanapatikana kuingia katika mambo bila kujitambua, na hatimaye wakapata matatizo wao pia, lakini na watoto na wazee wao vile vile kupata matatizo katika kuingilia kwenye mambo ambayo kwa hayahusu. Lakini kwenye swali kidogo napenda nimuulize kwamba kuna baadhi ya wanawake wengine wanapokuwa wajawazito, baadhi ya wakati tayari kwa sababu mjamzito, lakini huwa anaingia katika ada yake ya mwezi, na wakati ni mjamzito huwa anatokezea baadhi ya wakati. Sasa hili sijui ni koje hili. Haya, shukran sana Salum kutoka maeneo ya Machengo huko kisiwani Pemba. Biwani umelipata? Naam. Haya. Kwenye line, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Profesa Osman bin Ali. Naam. Hapo na studio. Ni njema sana. Isa Ahmed. Ni kweli kabisa Profesa. Karibu sana. Kwanza asante sana kwa kutoa wataalamu wa kipindi kinabadilika. Huu ni utaalamu mkubwa. Tukakupa hii aje Profesa. Nikubaliana naye mtaalamu kwamba katika swala zima la afya ya uzazi kama vile kwa juhudi nyingine akitaka tu atumie kuwatengeneza vijana katika waendani na mabadiliko ya jenda zao. Lakini hapa kuna mtaalamu anafahamu kwamba watoto wa sasa wanajifanya ni wafahamu zaidi kuliko hata wazee wao. Labda kwa nini wasitumie maeneo ya mashule, kwa maana hizo form 1 hizo na kuna mbele hadi hata miguu, kuhakikisha kwamba wanawaipia elimu kuwapa kulingana na changamoto kama zuna kijamii ambazo zimekuwa ni kidogo, kuna challenges kuwapata vijana na kuwapa elimu inayofaa. Wanasemaje, labda wasiboreshe uhusiano na mashule ili kupitisha elimu kwa njia moja ama nyingine. Ni hayo tu swali langu moja ambalo mtaalamu ataona kujibu. Lakini pia kwa haraka nimepata swali lingine la nyongeza. Profesa amezungumzia masuala ya aborted, kuzivuruga hizi mimba. Kwa nini wanatambua ujauzito huu pengine hauna changamoto yoyote, na madaktari wengine sijui atazungumziaje, masala kamzungumziaje, lakini madaktari wengine si madaktari wasiokuwa waaminifu kuzivuruga hizi mimba, huku akitambua fika kwamba masuala ya abortion hizi mimba ni hujuma kwa wanawake. Anazungumziaje hili ikiwa ujauzito huu hauna changamoto yoyote? Haya, shukrani sana Ahmed. Umemsikia Biwani haya. Dakika ni 39 msikilizaji. 39 dakika. Tutapokea tena kama simu moja hivi. Ili turudishe kwa Biwani atutolee ufafanuzi, na muda kama utaturuhusu pia tutarudi tena kwako msikilizaji kwenda kupokea simu yako kwenye line. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
Ni sauti ya nani, uko wapi? Mama Ilham wa Karara Madina. Naam, Mama Ilham, karibu sana. Haya, naomba kumuuliza Naam. kwamba sio watu wazima. Kama mimi nishazaa na watoto watatu. Lakini mnapoingia kwenye ada yangu ya mwezi, huwa zile siku 3 za mwanzo tumbo linakuwa linaniuma sana, na kisha nakuwa natapika kweli kweli. Na naambia tumbo kama hili la uzazi linakuwa hatutumii dawa, hatuna dawa ya kutumia. Sasa anaweza kusaidia vipi? Haya, shukrani sana Mama Ilham kutoka kwa Karara Madina. Biwanu, karibu sana, tutolee ufafanuzi yale ambayo yameulizwa, na muda ukituruhusu tutakwenda kupokea tena simu nyingine za wasikilizaji. Karibu. Asante sana ndugu mtangazaji, asante sana ndugu wasikilizaji. Kwa kuanza na suala la Mama Fatma, alizungumzia kwamba yeye anatoa hii elimu kwa mtoto, lakini anapompa hii elimu mtoto anakuwa anacheka cheka. Kama nimempata vizuri, si ndio? Unajua kuna masuala mengine kwa mtoto labda tuseme yanampa haya. Yanampa haya na nafikiri ndo anajisikia ile kucheka cheka, lakini mzazi unatakiwa umweke mtoto kwenye umakini. Umweke mtoto kwenye umakini, aweze kukusikiliza kwa vizuri na aweze kukufahamu. Na hisi sio tatizo kubwa ile kukaa kucheka cheka. Ni kutafuta tu mzazi ule umakini wa mtoto ili muweze kufahamiana vizuri. Huenda kucheka hii kaya anamuingia. Yanamuingia, lakini unajua masuala mengine pengine tunazungumza yale ya kikubwa. Utaona hivi, utaona hivi, utaona hivi. Pengine unamwambia ukifika umri huu unaweza ukaona unatoka damu sehemu zako za uke. Umeona, kwa mtoto akasikia haya kidogo, umeona, akajisikia kucheka. Sifikiri kama atakuwa anacheka ile ya kufurahi, umeona ile kucheka ni ile namna ya upokeaji. Kwa hiyo jaribu tu kumweka kwenye umakini ili aweze kukuelewa kile ambacho unamwambia. Na mzazi uoneshe kwamba hicho ambacho nakwambia ni kitu ambacho kinahitaji umakini, na ni kitu ambacho ni serious, na kitu ambacho ni kweli kitakutokezea. Nafikiri baada ya muda anaweza akabadilika wakaenda vizuri. Lakini nasema kitu muhimu ni kuhakikisha mtoto anakufahamu na anachukua kile ambacho unamuelezea. Pia Mama Fatma alisema wanapokwenda katika vituo vya afya wanaingizwa mikono na hawana tatizo. Unajua unapokwenda kwenye kituo ukajieleza, daktari anaweza akahisi hapa kuna tatizo ambalo linahitaji mama kufanyiwa uchunguzi. Anaweza akafanya hivyo. Sio kawaida kama umeenda unaumwa na kichwa, daktari akakuingiza mikono. Lakini pengine katika yale maelezo ambayo umeyatoa, daktari anahisi hapa kuna mahusiano hili tatizo na tatizo la afya uzazi. Ndio maana daktari anaamua kukufanyia hivyo vipimo. Pia alisema utaratibu. Msikilizaji wa pili anasema utaratibu huo hauko, nafikiri kwa wazazi kuweza kuwazungumzia watoto wao haya masuala. Sisi tumejipangaje? Kwa upande wetu, hii elimu ya afya uzazi kwa kijana hatumpi kijana peke yake. Tuna vipindi ambavyo tunafanya na wazazi. Tunazungumza na wazazi peke yao kuhusu masuala mazima ya ukuaji na kuweza kuwasaidia watoto katika kipindi hichi ambacho wanatoka kwenye utoto wanaingia kwenye utu uzima, katika kipindi cha umri wa miaka 10 mpaka 18 na kuendelea. Kwa hiyo tuna vipindi maalum na wazazi ambavyo tunafanya. Karibuni hivi tulifanya katika maskuli. Tulizungumza na walimu na wazazi, lakini hiyo ilikuwa kuhusu mabadiliko ya tabia na kuhusu hizi chanjo za kuwakinga vijana na saratani ya shingo ya kizazi. Wazazi wanakuwa wanakataa watoto wao kupewa ile chanjo. Lakini hii chanjo ni muhimu, na umuhimu wake tunawapa watoto kwa sababu hii chanjo inatakiwa tuwape watoto mapema kabla hajaanza kuingia kwenye mahusiano. Na sisi tunafikiria katika umri huu wa miaka 9 mpaka 14 mtoto bado hajaanza mahusiano. Ndio maana tunakuwa tunawapa hii chanjo ili tusije tukasababisha matatizo wakati tunapowapa katika umri mkubwa ambapo tayari wameshaingia katika mahusiano. Kwa hiyo wazazi tunafanya kazi nao kwa karibu. Vile vile kuna Sheikh Salum Ali aliuliza
mjamzito kupata ada zake wakati tayari ameshazuia. Hii inaweza ikatokea, sio mara zote, ni mara chache tu, na kwa sababu yai la mama mbegu ya baba zinakutana mbali kule kabla hazijafika kwenye fuko la uzazi. Baada ya kukutana kule, kuanza kufanya mtoto tayari, yule mtoto, ile mbegu ambayo tayari imeshafanya mtoto inatembea kidogo kidogo mpaka inakuja kufika kwenye fuko la uzazi, pale ambapo mtoto analala na anakuwa katika kipindi chote cha miezi 9. Ikifika pale inabandua ule ukuta wa fuko la uzazi. Katika kubandua fuko la uzazi, baadhi ya wakati inaweza ikabandua mpaka ikatoka damu. Na baadhi ya wakati, kwa sababu mama amebeba ujauzito lakini bado vile vichocheo vya ujauzito na vichocheo vya kawaida havijakaa sawa. Inaweza kafika muda ule muda ambao mama anaweza kupata hedhi zake, akaona mpata kidogo, hapati hedhi nyingi kama kawaida. Ikiwa nyingi, kwa hiyo tunasema ni dalili ya hatari kwa ujauzito. Kwa hiyo mama tunamshauri aje katika vituo vyetu vya afya, tumfanyie uchunguzi na tumpe matibabu ambayo yanastahiki. Lakini ikiwa ni kidogo, manake hapo usalama upo. Usalama upo kama ni kidogo tu. Na ikiwa anahisi nyingi, basi aje katika kituo chetu cha afya kwa ajili ya kumpatia huduma zinazostahiki. Kwa upande wa Sheikh Isa, aliuliza kwa nini wataalamu msitumie maskuli katika kuelimisha. Nafikiri pale mwanzo nilisema tunakwenda hadi katika maskuli, na tuna hiyo kazi maalum ya kupitia maskuli na kuelimisha na kuwafanyia uchunguzi wanafunzi katika masuala mazima ya afya na katika masuala ya afya ya uzazi. Kwa sababu tunakwenda tunawachunguza meno tu. Sasa tunakwenda tunawachunguza pengine uzito na urefu, mbona tukawapima malaria, tukawapima. Sasa nyingine tunakwenda maalum, inategemea mada gani ambayo tutakwenda nayo, lakini tuna hiyo kazi maalum ya kupitia katika maskuli na kuweza kuwaelimisha watoto. Hapa kuna watoto ambao wako maskuli, lakini kuna watoto ambao wako nje ya maskuli. Wote wale tunawafikia. Tunasema tuna programu ambazo tunazifanya katika jamii. Kule tuna wakusanya vijana wote. Kule tunapata waliokuwa kwa maskuli na walio nje ya maskuli. Kwa hiyo tunajitahidi kadri ya uwezo wetu tuweze kuwafikia vijana, na kutokana na hizi changamoto ambazo sasa hivi zinazidi kuibuka, tunasema tukikaa tukimya tutakuja kuwa na mlipuko mkubwa wa hizi tabia hatarishi za vijana. Na vile vile aliuliza kwa nini vijana wanaharibiwa mimba? Tunazitoa. Vijana wanatoa mimba katika mazingira ambayo ni hatarishi. Vijana wanatumia vijiti vya muhogo. Wanaingiziana wenyewe kwa wenyewe. Ndio sema kuna stories ambazo wanapeana vijana kwa wenyewe. Ukishapata mimba unaweza ukaitoa kwa kutumia kijiti cha muhogo. Kile cha jani la muhogo kile. Lile cha kisambu lile jani lile sikina ile pisi inaunganisha jani na wanatumia ile kwa kuingizia. Wanatoa ujauzito katika mazingira ambayo sio salama. Kwa hiyo kama tunasema akiamua kuitoa, uhakikishe hiyo ataitoa tu katika mazingira yote. Anaweza ndio anasema akaja hospitali anampata mtu ambaye sio mtaalamu. Kwa mtu mtaalamu sio rahisi kumtoa mimba kwa sababu tunajua athari zake. Lakini anaweza akamkuta mtu sio mtaalamu. Anaweza akamkuta mtu tu, kuna wengine wako katika mazingira ya hospitali sio madaktari. Umenifahamu? Wanakuwa kama madalali fulani. Anakuja anakutana nao madalali. Kwa hiyo anakwenda anafanya mambo ambayo anajua mwenyewe, anapata ile dawa, anakwenda anamuuzia yule kijana. Ndio maana tunasema kijana ambaye ana changamoto yoyote aje katika kituo chetu cha afya tumpe ushauri. Na katika ushauri sisi katika utaratibu wetu wa kawaida hakuna kabisa utaratibu wa kutoa mimba, si kwa kijana si kwa mtu mzima ambaye tayari ameshapata ujauzito. Hakuna kabisa utaratibu huo. Unawezekana utaratibu ukitolewa kwa sababu tukiona ile mimba inahatarisha maisha ya mama. Pale daktari anaweza akazungumza na mama mwenyewe, akazungumza na baba, akazungumza na ile familia. Na familia yenyewe tunawachia wachague. Tunaambia athari ya mama kubakia na ile mimba.
Kwa hiyo wao wenyewe ndio wanafanya maamuzi, na kuna watu wanakataa zile mimba zisitolewe, lakini wanakuja kuona athari yake. Maanake mpaka daktari akisema hii mimba itolewe, basi hiyo mimba imehatarisha maisha ya mama kwa kiasi kikubwa. Kwa sababu kama tatizo dogo tu la kawaida, tunawatibu kina mama, wanarudi majumbani au tunawalaza. Kuna mama wanalaza siku ya mwanzo ambayo kabeba ujauzito mpaka anajifungua mpaka miezi 9 kwa sababu ya kuilinda ile mimba. Ni muhimu kwetu ile mimba kwa kweli. Bwana, kwa haraka muda unatukimbia. Msichana anapotoa mimba kupitia njia hizi za jadi, kuna hatari gani baadaye, au kuna hatari gani ambayo inaweza kumkuta muda wote? Kwanza mimba wanatoka kwa kutumia vitu ambavyo sio salama. Wanatumia sema hivyo vijiti vya muhogo, wanaingiza vitu mbalimbali katika kutoa ule ujauzito. Kwanza vile vitu ambavyo wanatoa sio visafi, vinaweza vikawapelekea katika kupata uambukizo. Na ule uambukizo unaweza ukaenea mpaka katika mwili mzima. Na tukamkosa yule mtoto. Kitu kingine, anaweza akachanika kizazi kwa sababu anaingiza, mtaalamu anajua sentimita ngapi. Yeye hajui sentimita ngapi, anaingiza kwa kubahatisha tu. Kwa hiyo anaweza akapasua kizazi na yule mtoto akaja akapata matatizo mengine ya kutolewa kizazi au kufariki. Na naomba tumalize na swali la Mama Ilham kutoka kwa Rara ili tuwage wasikilizaji wetu. Haya, Mama Ilham aliuliza tumbo linamuuma sana wakati anapotumia ada zake mpaka kwa muda wa siku 3, na tunaambiwa tusitumie dawa kwa sababu dawa hatushauri sana zitumike. Hili nisema hii shida mama, au huu utaratibu mama anaupata kila mwezi. Fikiria kila mwezi mama yule ameze dawa katika maisha yake yote. Kutumia dawa sio vizuri muda wote. Kwa hiyo tunashauri mama afanye mazoezi wakati wa kile kipindi. Asiwe na lile tatizo akalala tu. Akifanya mazoezi basi yale maumivu yatapungua. Pia tunashauri mama waweze kutumia hata vinywaji, pengine tangawizi. Tangawizi inapunguza yale matatizo kwa kiasi kikubwa. Kwa hiyo afanye vitu kama hivyo. Kuna mpira wa maji ya moto ambao mama tunashauri awe anajiwekea tumboni wakati ule ili kuweza kupunguza maumivu na mambo mengine. Akiona mambo yanakuwa makubwa zaidi, basi aje katika kituo cha afya tuweze kumshauri, lakini hatushauri kwa sababu ni ada ambayo inakuja kila mwezi. Fikiria kila mwezi mama yule atumie dawa. Na dawa tunajua ukitumia kwa muda mrefu zinaleta athari katika mwili. Asante sana. Naam, shukrani sana Biwani, na kushukuru. Naomba tukamilishe kwa kujibu hili, lakini pia uage wasikilizaji wetu. Ukimya labda wazazi kutokuwaeleza watoto wao mambo haya mapema inaweza kuwa ni sababu ya wazazi watoto kujiingiza katika ngono hizi mapema? Inawezekana kwa sababu nimesema mtoto anaona yale mabadiliko, hajui vipi aende na mabadiliko. Atamshauri kijana mwenziwe. Akimshauri kijana mwenziwe, anamwambia nenda chooni, tunajua mfano kwa wanaume, nenda chooni. Ushafahamu? Kafanya 1 2 3. Na ile ina athari, ile ya kwenda chooni ile ina athari kubwa. Umeona? Kwa sababu mzazi hatukukaa tukazungumza naye tukamwambia nini afanye muda ule. Na kwa mtoto wa kike anapata hisia. Akifuata hisia anakwenda kwa kijana mwenziwe, anamwambia tafuta mtu. Hiyo haiwezi kupona mpaka upate mtu. Kwa hiyo unaweza kumwona kijana anaingia katika mahusiano wakati mdogo, na kwa sababu alikosa zile taarifa sahihi kutoka kwa wazazi. Kwa hiyo atakwenda kutafuta kama nilivyosema taarifa kwa vijana wenziwe, na vijana wenziwe watampa kile ambacho wao wanahisi ni kitamsaidia kwa wakati ule. Naam, karibu wage wasikilizaji wetu. Asante sana. Nashukuru sana kwa wale wote ambao wameshiriki katika hichi kipindi. Hii elimu ni muhimu. Bado natoa ushauri kwa wazazi na jamii tuweze kukaa na vijana wetu kuzungumzia haya masuala ya afya kwa ujumla na afya ya uzazi. Na pale ambapo tutamuona kijana pengine ameteleza, tusimhukumu. Tutafute njia gani ya kumsaidia. Kwa sababu tunasema hafanyi kwa makusudi, anafanya kwa kutojua. Kwa hiyo tukae naye, tutafute sehemu sahihi ambayo tunaweza tukampeleka akapata ushauri. Tuna washauri nasihi katika vituo vyetu vya afya. Kuna watu wa huduma wetu ambao pia ni washauri nasihi. Tunaweza kwenda kule tukampeleka kijana wetu kwa
kuomba msaada wa kuweza kupata ile elimu, na sio kukana kumhukumu na tukamtenga katika jamii, kwa sababu kama wao wanaingia kwenye madawa ya kulevya mpaka jamii inawatenga, lakini kosa sio lao. Kosa ni kwamba walikosa kufahamishwa utaratibu wa maisha. Asante sana. Naam, mtazamaji wetu wa Al-Nur Online TV, bila shaka mengi tumekwenda kuyasikia kutoka kwa Biwanu ambayo yanahitaji vijana wafanyiwe, lakini tu si kuhitaji vijana wafanyiwe. Kwa jinsi gani wazazi na walezi pamoja na jamii ina wajibu wa kuhakikisha kwamba vijana wanakuwa katika mustakbal ulio mwema kwa ajili ya kujenga maisha ya sasa na baadaye. Hadi hapa hatuna la zaidi katika kipindi chetu hichi maalum. Kumbuka tulizungumzia afya ya uzazi kwa vijana. Nikusihi usikose kufuatilia vipindi vyetu vingine ambavyo vitakujia, lakini kikubwa zaidi hakikisha umesubscribe ili uendelee kupata update mbalimbali ambazo zitakujia kila siku kupitia hapa Al-Nur Online TV. Kwaheri.